Msikilizaji, karibu sana kwenye ujasiriamali. Siku ya leo tunaenda kuangalia utengenezaji wa sabuni za magadi au sabuni za kwanji. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali ambazo zitakusogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pia ikiwa unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa hizi za viwandani au za kijasiriamali, unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba 0783 500971. Endapo unahitaji pia nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho kinaelekeza utengenezaji wa sabuni za miche, sabuni za magadi, sabuni tiba, sabuni za vipande, sabuni za kuogea. Masomo yote nimeandika katika kitabu cha ujasiriamali ni ajira. Unaweza kunitext WhatsApp vile vile kupitia 0783 500971. Lakini pia kuna kitabu nimeandika kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani, kitabu ambacho kinaonekana hapo chini, kulia kwako hapo chini katika screen. Kitabu hiki nimekuandikia namna ambavyo unaweza ukajisimamia mwenyewe. Humo ndani nazungumza mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyatekeleza, lakini pia yakakufanya usimame au uweze kujisimamia vizuri na kuweza kuendesha shughuli zako bila changamoto yoyote. Mfano, issue ya kukata tamaa nimezungumzia, aina za marafiki, pamoja na topic zingine nyingi ambazo zitakufanya uweze kujisimamia mwenyewe na kutokuangalia au kuwategemea watu wengine. Karibu sana mjasiriamali ambao unapenda kujifunza. Video hii nimeitengeneza, nilikuwa nazalisha sabuni za magadi, lakini baadaye nikaona ni vizuri niweze kushare na yule ambaye anapenda kunifuatilia. Sasa vibaya pia ukasubscribe. Sabuni ya magadi tunafahamu kwamba inatengenezwa kwa kutumia mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni mafuta ya mise ambayo yana asili ya kuganda. Tunafahamu kwamba mafuta ya mise ni mafuta ambayo yanatokana na mmea ambao unaitwa mchikichi. Mmea huu unazaa matunda mekundu, jamii ya nazi fulani ndogo hivi ambazo zinafahamika kwa jina la mawese. Huwa zinaanguliwa kutoka kwenye mmea kama zinavyoanguliwa nazi vile. Baada ya hapo zinaenda kusagwa kwa mashine maalum kwa ajili ya kutoa yale mafuta ya ganda la juu ambayo huwa yanakuwa ni mekundu. Mafuta hayo huitwa mafuta ya mawese. Sasa sio mazuri sana mafuta ya mawese kutengenezea sabuni za magadi zikatoka kama hizi ambazo zinaonekana. Isipokuwa mafuta hayo hutumika pia hata katika chakula. Mafuta ya mawese ambayo yajitolewa rangi kabisa wanatumia watu wengi kwa ajili ya chakula, lakini pia ni tiba nzuri ya ngozi. Sasa baada ya kutolewa ile mafuta mekundu, kinachobaki pale ni tui. Kile kitui au kinazi kidogo ambacho kinabaki huwa kinaanikwa vizuri juani. Baada ya siku kadhaa kinakauka, kinaenda kubanguliwa mashineni. Kikibanguliwa kuna ufuta ambao uko ndani ya kile kitui ambao ukikamuliwa unatoa mafuta meupe ambayo yale mafuta yanaitwa mafuta ya mise au mafuta ya mbosa. Sasa yale mafuta ndo mafuta mazuri zaidi katika kuzalisha sabuni za magadi kama hizi ambazo zinaonekana hapa. Na yale mafuta huwa yana asili ya kuganda haswa pale yanapokutana na maeneo au mikoa yenye ubaridi. Kwa zingatia sana katika uandaji wa sabuni yako, muhimu sana kuwa na hayo mafuta ya mise, mafuta ya mbosa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima uwe na caustic soda. Baada ya kuwa na caustic soda lazima uifanyie dilution. Uidiluti na maji. Pia kuna kipimo kuna uwiano kati ya caustic soda kilo na uwiano wa maji lita kadhaa ambazo una dilute hiyo caustic soda kwa caustic solution. Baada ya hapo utaichanganya caustic leo mpaka masaa 24, ndipo unakuja kuipima kwa kutumia kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Utaangalia bome kulingana na vile unavyotaka kutoa matokeo ya sabuni yako. Mfano wengine watapenda kutumia bome 28, 29, 30, 31. Lakini haya yote ukiingia katika madarasa yetu unaweza kujifunza katika uzuri kabisa na kuweza kuelewa. Lakini pia nimeweza kuandika kwa kufafanua katika hicho kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho kinaeleza sabuni za miche pamoja na vipande. Sasa jambo la tatu na la mwisho ni rangi ya blue. Sasa rangi zinatofautiana. Kuna mtu mwingine anaweza kutumia rangi ya blue lakini ikawa light blue, blue bahari. Lakini rangi nzuri zaidi ambayo itakusaidia ni kutafuta rangi ambayo inakolea zaidi ili miche yako iweze kutoka vizuri sana.
Karibuni sana kwenye ujasiriamali. Katika video inayofuata nitaenda kuelekeza namna kutengeneza sabuni za vipande kwa kutumia mfumo wa hot process. Unaweza kusubscribe kwa ajili ya kujiandaa na video ambayo inakuja.